Hebu tuanzie hapa kwenye namba, manake nimeona huyu Hosane kuna ukosoaji mkubwa sana wa baadhi wa wadau wakisema kwamba huyu ni Kisinda Party 2. Sijui hiyo comment umeiona, na mwisho wa siku tupate tathmini yako sasa juu ya usajili wa wachezaji hao. Karibu. Jambo la kwanza na jambo la msingi ni kwamba Yanga wameenda kufanya sajili ambazo wana mahitaji nazo. Hilo ndio jambo la msingi. Sasa mchezaji kuja kufanikiwa ama kutokufanikiwa itategemeana na sababu tofauti. Lakini kila timu duniani wanasajili mchezaji wakiwa na malengo ya kuona mchezaji anaenda kuwasaidia. Ukimtazama Hussein Zakwani, binafsi ukisikiliza tu profile yake ama ukuaji wake na maeneo aliyopita, kuna maeneo huwezi kuwa na mashaka sana. Eneo la kwanza ni kwenye eneo la technicality, ufundi. Huwezi kuwa na mashaka kwa sababu mchezaji anayekulia Europe ndio tofauti na mchezaji anayekulia barani Afrika. Afrika kuna vituo vingi vizuri, lakini bado kwenye facilities, coaches huwezi compare na wenzetu. Lakini kwenye eneo lingine ni unasajili mchezaji ambaye ni proven. Yani tayari ameshafanya kitu, kuna kitu amekifanya. Kwa hiyo unamleta kwenye ligi yako ama ndani ya timu yako aje akusaidie. Hawa wachezaji wote waliosajiliwa sio potentials. Sio ina wachezaji ambao ukiwaangalia unawasubiri kwamba unawapa time, au ngoja niwasubiri misimu miwili mitatu anaweza akanipa kitu. Kwa sababu ukiangalia umri wachezaji wengi kuanzia miaka 20 na 25, 26 na kuendelea. Kuna wachezaji ambao kwa asilimia kubwa unategemea waje na wale tayari kukupa kitu. Kwa hiyo ni aina ya winga ambaye mara nyingi ni kweli kama alivyozungumza Hans, anaweza akacheza upande wa kushoto au upande wa kulia. Lakini ukweli ni kwamba hata kama mchezaji ana uwezo wa kubadilika mara kwa mara, kuna eneo ambalo yeye akicheza anakuwa na ufanisi zaidi. Na hilo eneo ni eneo la upande wa kushoto, kwa sababu ukiangalia mtindo wake wa uchezaji ni aina ya shambuliaji kutokea pembeni ambao anapenda zaidi kupokea mpira akiwa pembeni, lakini anataka ashambulie space na upatikana ndani. Kwa hiyo ukimweka kutokea upande wa kulia, mara nyingi jukumu lake zaidi itakuwa ni kutengeneza nafasi, kwa sababu inakuwa ni ngumu sana kuwa na uhatari kwenye kufunga akitokea upande wa kulia. Zaidi atakupa uhatari akitokea upande wa kushoto. Mchezaji mwingine ambaye amemzungumzia Hans ni Ibrahima Sheikh Toure. Toure huko alipotoka amekuwa na performance nzuri sana. Na ukitaja wachezaji wawili kwenye timu ya Jabalain ambayo walikuwa na performance nzuri kwa msimu uliopita, ni Toure pamoja na Novas. Ni wachezaji wawili ambao wana rate kubwa kwenye timu yao, wamekuwa na kiwango kizuri kwenye timu yao waliotoka. Sasa zipi sababu zimemfanya wao kumruhusu mchezaji watoke, wao ndo wanajua. Lakini ukiniuliza mimi kwamba Yanga mpata mshambuliaji mzuri, nitakwambia ni mshambuliaji mzuri kwa sababu mchezaji ambaye anatoka Saudi Arabia ligi daraja la kwanza na anakupa garantia kufunga magoli 19, maana yake kuna uwezekano mkubwa huko akaja akakusaidia zaidi. Lakini pia mimi bado huwa najiuliza na timu aliyotoka pia haiko katika level mbaya sana. Nafasi ya 6. Okay. Na hata nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja anaitwa Geoffrey Kosa. Ni kocha msaidizi wa Real na Konde ipo Zambia. Nikana muuliza kuhusu huyu Albert kwamba ni mchezaji wa namna gani, kwa sababu binafsi nilikuwa sijamjua kabla. Akaniambia huyu mchezaji hajawa MVP kwa bahati mbaya, kwa sababu ushindani mkubwa kwake ulikuwa kati yake yeye dhidi ya Moses Shuma ambaye amejiunga na Mazolo nchini South Africa. Lakini yeye amechukua MVP kwa sababu performance yake ilikuwa nzuri zaidi, lakini hata kuna namna zilimbeba kwenye hicho kinyang'anyiro. So ni kiungo mshambuliaji kutokea upande wa kulia, anatumia mguu wa kushoto, na ni eneo ambalo Yanga ile wamesumbuka nalo kwa muda mrefu sana. Alikuja msimu uliopita Celestine Ekua, lakini bado hakutoa kile ambacho huenda watu wengi walikitegemea, au watu walikuwa na matarajio makubwa kuliko uwezo wa mchezaji. Au mchezaji alikuwa na uwezo mkubwa lakini alikutana na mazingira tofauti kiutendaji. Ni kwa MVP katika ligi ya Zambia. Off mic nilikuwa nakwambia hapa kwamba ni nadra sana kuona wachezaji wanatoka Zambia au Kongo wanakuja kufeli hapa. Ni kwa sababu pia kwa sababu za kimazingira hatuna utofauti mkubwa kati yetu sisi na Zambia. Na hata ukienda kwa mfano kama ukiangalia timu kama Real na Konde ambayo inapatikana pale mpakani kati ya mpaka wa Zambia na Tanzania, ipo karibu na Tunduma. Ile ni timu ambayo ina wachezaji wengi pia kutoka huku upande wa bara, Tanzania bara. Na wanafanya vizuri tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya
ukiangalia utamaduni wetu, utamaduni wao, mazingira yetu, mazingira yao hayana tofauti mkubwa sana. So kwa upande wa Young Africans wamepata mchezaji ambaye amekuwa MVP kwenye ligi iliyotoka, lakini pia ukiangalia hata safari ya mafanikio ya huyu mchezaji, of course Red Arrows sio msimu wake wa kwanza, kwa maana msimu uliopita huyu alikuwa anacheza mara ya 3 ndani ya kosi ya Red Arrows, lakini baada ya kurejea msimu uliopita ndo amekuwa na kiwango bora zaidi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, of course kweli hana kasi kubwa, lakini kasi anayo. Yani hana kasi kubwa, mfano ukimkompea na mtu kama Mpanzu kasi yake ni kubwa akiwa na mpira na hata akiwa hana mpira. Lakini wachezaji hawezi kufanana, wachezaji anatembea kama atembei. Yes, kwa kila mchezaji anakupa kutokana na kile alichokuwa nacho yeye kwenye ubora wake. Uzuri wa huyu mchezaji ni kwamba ana uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi kutokea pembeni. Kuna wingers ambao wanaweza kukupa hivyo vitu kutokea, wanaweza kukupa hivyo vitu kutokea kwenye kutokana na nafasi ambazo anacheza. Lakini kitu kingine ama hoja ambayo nataka kuijenga hapa kuanzia kwa Ibrahim Sheikh Tule ni kwamba unajua wachezaji wametoka kwenye timu tofauti na kwenye timu walizotoka ni tofauti na timu ambao wanakuja kuitumikia kwa wakati huu. Mfano ukiangalia Red Arrows si aina ya timu ambayo ukiangalia kwenye mtindo wake wa uchezaji, ukija kwenye timu ambayo imetoka Tule, mtindo wake wa uchezaji especially wachezaji wawili, mitindo ya uchezaji ni tofauti na mtindo wa uchezaji ambao wanatumia Young Africans. Inawezekana kutokana na ukubwa wa timu na mataifa ambayo hizi timu zinatokea. Young Africans kwa msimu mzima inawezekana kwa 90% ya mechi ambazo wanacheza za ndani wao wana dominate. Lakini kwenye michuano ya kimataifa inategemeana na aina na timu ambazo wanakutana nazo. Lakini kwa mazingira ya Afrika pia unakuta katika mechi zako 6 za kwenye hatua makundi, mechi za nyumbani unaweza kuwa na nafasi ya kudominate kwa sababu ya mazingira ya mpira wa Afrika. Lakini sasa ukimwangalia Ibrahim Sheikh Tule, timu waliotoka wana kocha Mreno pale. Ukiangalia msimu uliopita kwa 100% kubwa wao walikuwa ni transition team. Yani timu ambayo wanaweza kukaa nyuma au wakazuia kuanzia katikati ya kiwanja wakasubiri kwenye kushambulia kwenye counter attacks ama kwenye fast breaks. Sasa kinachotokea ni kwamba ukimwangalia hata huyu Albert naye magoli mengi ambayo alikuwa anafunga kwenye transition, wamepoka mpira au wameanzisha shambulizi la moja kwa moja, kuna space ya kushambulia, anapokea mpira kwenye space then ana attack. Sasa unakuja kwenye timu ambayo inawezekana kwenye mechi nyingi upate hiyo space kubwa ama upate hiyo space ya kutosha, kwa maana nafasi ya kutosha, na unakuta wapinzani muda mwingi wanakaa kwenye eneo lao. Siku zinavozidi kwenda mbele, timu zetu zinazidi kuimarika tofauti na huko tulipotoka. Kwa hiyo sisemi kama wanaweza wakashindwa kufanya kile ambacho wamekifanya walipotoka, lakini tunaposema mchezaji inawezekana anahitaji muda wa kuzoea mazingira. Mfano mazingira hayo ni haya kwenye mitindo ya uchezaji, kwamba umetoka kwenye timu ambayo timu yako haidominate, yani muda mwingi inawezekana wako strong kwenye eneo la kuzuia, lakini pia wana hatari kwenye kujibu mashambulizi. Unakuja kwenye timu ambayo wao wanataka kukaa na mpira muda wote. Sasa ukiwa unakaa na mpira muda wote, tabia zinabadilika kwa wapinzani. Mpinzani hawezi compete na wewe kwenye eneo hilo. Kwa hiyo atakaa nyuma. Ni wachezaji ambao wanaweza wakaexcel hata kwenye maeneo madogo, maeneo finyu. Swali langu ndio lipo hapo. Kamanda, ukitazama wachezaji wanaotoka Zambia, kuna ambao wamewahi kuja hapa na wakafanikiwa, wengine wamekuja wakastruggle kusema ukweli. Na ligi ya Zambia pia ukiangalia katikati hapa kidogo sio kama kipindi cha nyuma, ni kama sasa hivi tuko juu zaidi ya Zambia kwenye kweli tuko juu zaidi. Mimi siamini hicho kitu. Inawezekana kwenye rankings tuko juu, lakini kwenye ubora sasa tumeshakuwa juu kwenye ranking, ndo tumeshakuwa juu, tuko level na there's a good case ya ligi yao kuwa ina ushindani. Kwani kwenye michuano ya kimataifa kati ya timu za Tanzania na Zambia zipi zinafanya vizuri? Sasa unajua Mkai, hapa Tanzania unajua timu za kimataifa ambazo zinajitutumua ni 2 tu. Sio ligi nzima unajua. Unaweza ukaenda kwenye ligi kama South Africa, wakati sisi tunaona ni jambo kubwa mno kwa Simba na Yanga kufika angalau finali. Kuna klabu ndogo kama Stellenbosch haina hata zaidi ya miaka 10 imeshafika nusu finali na robo finali. Kitu ambacho kwenye historia ya klabu zenye miaka 80 na 90 inakuwa ngumu. Sawa, South Africa kuna timu ambayo sasa hivi haipo, Platinum Stars, ilifika finali katika kipindi cha miaka 15 iliyofika. Lakini kuna mtu anaweza akakujengea hoja kwamba kwa sababu ya Simba na Yanga klabu ligi yetu iko level moja na ligi ya South Africa. Sawa,
sisi tunaamini tunaizidi ligi ya Kenya kwenye mambo mengi sana. Lakini ambacho mimi naamini tunawazidi labda ni branding tu, kwa sababu kwenye player development wanatuzidi. Sawa. Okay. Wakenya wana export wachezaji wengi, lakini hiyo ilikuwa ni by the way. Nakuja. Ayo swali lako la msingi lilikuwa limelenga nini? Karibu.